Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 4 na mada ambayo tunazungumzia katika juma hili ni mataifa, ikiwa ni katika sehemu ya kwanza, kuashiria kwamba tutakuwa na sehemu ya pili wiki ijayo. Kwa hivyo nakuomba uweze kujumuika pamoja na sisi wiki hii na juma ambalo linakuja, ili tuweze kumaliza masomo haya ya mataifa. Somo letu la wiki hii litakuwa katika wiki ya Aprili 19 hadi Aprili 25, na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutaalika uwepo wa Roho Mtakatifu. Mwalimu, utatubariki kwa ombi. Tuombe. Baba yetu aliye mahali pa juu, tena tunakuita uweze kuwa pamoja nasi wakati huu, kwa maana tunajua kwamba haya maandiko ni yale ambayo yametoka kwako, na kwa hivyo tunaomba kwamba uweze kutuelimisha kupitia kwa Roho Mtakatifu. Tusamehe dhambi zetu, na hebu tuweze kupata baraka ya pekee tunapolisoma neno hili au kujadilia. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Amina. Naam, fungu la kukariri linatoka katika kitabu ni cha Danieli, sura ni ya 7 aya ni ya 14, na nitasoma. Inasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Danieli 7:14. Mwalimu, katika mataifa sehemu ya kwanza, siku ya Sabato mchana, sijui kama unaweza ukatuambia mawili matatu ambao uliweza kujifunza. Naam. Nafikiri sehemu hii inatuzungumzia juu ya mataifa, na kulingana na somo kuu ambalo tumeweza kupata katika, umesoma Danieli 7. Naam. Tunazungumziwa juu ya ufalme ambao utakao kuja, na tunajua kwamba ufalme huo ulikuwa ni ufalme gani? Wa mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye atafanya nini? Ataweza kutawala, na ufalme wake hautafanya nini? Hautakwisha. Ni ufalme wa milele. Lakini tunapata kwamba kabla ufalme wa Yesu Kristo ambao tunatarajia, kulikuwa na mataifa ambao yalikuwa wamechukua utawala wa ulimwengu. Na katika Danieli 7 hiyo tunapoanza, tunaambiwa kwamba kwanza kulikuwa na ufalme ya kwanza ambaye ilikuwa ni ufalme wa Babiloni. Katika kitabu hiyo ya Danieli 7 yatuambiwa kwamba ilikuwa inalinganishwa na mnyama ambayo ni simba, ambaye alikuwa na nini? Alikuwa na mabawa kama nini? Kama tai. Halafu ufalme wa pili tunaambiwa kwamba ulikuwa ni ufalme wa watu gani? Wamedi na Wajemi, ambao ililinganishwa na dubu. Halafu ufalme wa tatu tunaambiwa kwamba ilikuwa ni ufalme wa Ugiriki, ambayo ilikuwa inafananishwa na chui. Alafu mfalme wa 4 ambayo ni Warumi, ambayo ilikuwa inafananishwa na yule mnyama ambaye hangeweza hakuelezeka ni mnyama wa aina gani, tofauti sana. Kwa hivyo unapata kwamba hizi falme 4, kitu ambao walikuwa wanataka ni kuweza kuwa na nguvu, waweze kutawala nchi yote. Naam, kwa hivyo mwalimu, tunajaribu kuona kwamba mataifa huja, wafalme huja, lakini wanakuwepo kisha wanatoweka. Amina. Falme zilikuwepo, zikatoweka. Wafalme wakawepo ambao walikuwa na nguvu sana, lakini walitoweka. Lakini tunajua kwamba kuna ufalme ambao unakuja, ufalme ambao utaishi milele, ufalme ambao hautakuwa na ukomo.
Kwa hivyo nipende kukualika uweze kuwa mmoja wale ambao watashiriki katika ufalme huu. Kwa hivyo tutaweza kuangalia tuweze kujua, je, ni akina nani hawa ambao watashiriki pamoja na ufalme huu ambao hauna ukomo. Ufalme huu ambao umezungumziwa katika kitabu ni cha Danieli, sura ni ya 7:14, na vile vile umezungumziwa katika kitabu ni cha Danieli, sura ya 2 aya ya 44 na 5 kushuka. Kwa hivyo tumeona kuna mataifa ambayo yalikuwepo kama vile ambavyo umesema, ambayo yalitoweka, lakini ufalme wa Mungu kamwe hautakwisha. Kamwe hautakuwa na ukomo. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambayo ni Nimrodi na Ninawi. Mwalimu, pengine unaposikia jina Nimrodi, ni kipi ambacho kinakuja akilini mwako? Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10. Naam. Mwanzo sura ya 10 fungu la Mwanzo 10 ngapi mwalimu? 8 fungu la 8 inasema Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hivyo tunapata huyo Nimrod alikuwa hodari katika kufanya nini? Kwa kuwinda wanyama. Alafu 10 inasema mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Ya Shinari. Biblia inapotuambia ya kwamba alikuwa hodari, tunataka tuweze kuelewa hii hodari wake walikuwa anaizungumzia kwa ajili ya ubaya ama uzuri. Nataka tuweze kuangalia maandiko yanasemaje. Hapa katika Mwanzo sura ya 10 tunaambiwa kwanza tunapata hawa ni watoto wa nani? Wa Nuhu. Wa Nuhu, ambayo Nuhu alikuwa na watoto watatu. Mmoja alikuwa ni Jafet, na mwingine alikuwa ni Shem, na mwingine alikuwa nani? Hamu. Sasa Biblia tueleza kwamba vile ambavyo hawa watoto wa Nuhu walikuja wakazaana namna hiyo. Kwa hivyo tayari tukikumbuka yale ambayo tulisoma, lesoni ambayo tumesoma hapo awali, jinsi ambavyo kitabu cha Mwanzo linatutayarisha ama linatuambia jinsi ambavyo kila kitu ambacho tunachoona ama tunachokusudia katika ulimwengu, mwanzo wake ulikuwa wapi? Ilianza, tunaiona katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba kulingana na wazao wa Nuhu tayari tunaanza kuona mataifa, na ndio lesoni inazungumzia juu ya mataifa. Kwa hivyo sasa tayari huyu Hem amekuja amezaa mtoto ambaye anaitwa Kushi, na Kushi akazaa nani? Nimrodi. Naye Nimrodi tunaambiwa kwamba huyu alikuwa ni hodari katika uwindaji, lakini tena tunapata kwamba katika fungu la 10. Fungu la 10 inasemaje? 10 inasema mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa ni Babeli. Biblia inaigusia tu, lakini sasa katika sura ya 11 sasa ndio tunajua yu hodari wake ulikuwa unaelekeza watu wapi. Mwalimu, unajua hata unapozungumzia kwamba alikuwa ni mwindaji hodari, ni mtu ambaye alikuwa anapenda kumwaga damu. Kwa hivyo ukisoma katika vitabu vya historia ama ukipata mwanahistoria Josephus anasema kwamba huyu jamaa alikuwa akimwaga damu kiholela. Na ukisoma mwalimu 8 pia imeweza kutuambia kwamba alikuwa ni mtu hodari. Kwa kimombo anasema he was mighty. Kwa hivyo ni mtu ambaye kivita alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni hatari yani. Ikikuja kwa mambo ya kumkaidi Mungu, kwa sababu tumezungumzia Babeli ambaye tunajaribu kuona kwamba baada ya gharika kama vile ambavyo umesema tunapatana na wana wa Nuhu ambaye tumekutana na Hamu anamzaa Kushi anamzaa Nimrodi anakaa mwanzilishi wa taifa la Babeli, ambao ukiangalia jina Babeli mwalimu, pengine kwa Biblia tunajua majina yana maana. Babeli inamaanisha nini? Inamaliza mahali pa machafuko. Ukipenda kwa kimombo wanasema confusion. Kwa hivyo tunaona kuna machafuko ambayo yanajilia pale, na tutaweza kuona kwamba Babeli ilijengwa katika misingi ya uasi.
Kwa hivyo mwalimu, kile ambacho tunaona katika siku ya Jumapili ambayo ni Nimrodi na Ninawi, ni mtu ambaye alisema nitafanya kile ambacho unafanya, hakuna mtu wa kunielezea cha kufanya. Mwalimu, kumbuka kauli hii tulikutana na shetani pale mwanzo tulipokuwa tukisema shetani alimwambia Adamu na Hawa kwamba wangeweza kuwa Mungu, Mungu kimabano, kujua wema na uovu. Kwa hivyo nikana kwamba anajaribu kusema wewe utasema ni kipi kizuri, ni kipi kibaya. Hakuna mtu wa kukuambia ni kipi kizuri. Unaweza ukaishi maisha yako vile ambavyo unataka. Ambayo tumekuwa tukisisitiza kwamba mwalimu, huu ndio mfumo mpya ambao unajitokeza katika ulimwengu huu. Watu wengi wanataka kufanya vitu vile ambavyo wanaona wenyewe, ambavyo tunaona ni kosa ambalo Nimrodi aliweza kulifanya. Na tunajua mwisho wa Nimrodi haukuwa mzuri, kwa sababu tunajua vile alivyoangamizwa. Ukisoma katika vitabu vya historia, nimesema Josephus. Kwa hivyo tunaona mataifa mbalimbali yakianzishwa, na tunaona baba mwanzilishi wa mataifa haya anakuwa ni Nimrodi, ambaye anakuja na Babeli. Na si Babeli pekee, tunaona kuna Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Mwalimu, kwa hivyo mataifa yanaanza. Na hii itakuwa na umuhimu sana, kwa sababu tulisema unapokutana na kitu mara ya kwanza lazima uweze kutilia umuhimu wake, kwa sababu kuna uwezekano ukakutana nacho mara ya pili, ya tatu, ama mara nyingi baadaye. Na tunajua hili jina mataifa tutakutana nalo haswa katika kitabu ni cha haswa katika kitabu cha Ufunuo, mwalimu. Na mwalimu, sijui kama una kitu cha kuongezea katika siku hii ya Jumapili. Na nikipenda kuongezea jambo hapa. Naam. Unajua Mungu alipoumba Adamu, naam, katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26. Naam, Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26 inasema hivi, inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu alipatia binadamu utawala. Naam. Sijui kama naeleweka. Mungu alipatia binadamu utawala. Kwa kimombo wanasema dominion. Dominion. Naam. Lakini wakati ambapo Adamu alikula lile tunda, naam, ile utawala ambayo Mungu alimpatia ukafanya nini? Ukatoweka. Aliweza kumpatia mtu mwingine. Akapatia mtu mwingine. Kwa sababu ukisoma katika kitabu ni cha Warumi 6:16, kuna principle ambao tunajifunza pale. Warumi 6:16 inasema hivi, inasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mumekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hivyo hawa walipokubali kumtii shetani, ni kana kwamba walikuwa wakipatiana utawala wao kwa hiari kwa shetani. Kwa hivyo tunaona mpango wa Mungu ni kumrudisha mwanadamu katika hali yake kabla ya anguko. Naam. Lakini binadamu anataka kuifanya yeye peke yake, kwa nguvu zake mwenyewe. Mwalimu, kumbuka wiki jana tulisema kwamba hauwezi ukasitiri uchi wako. Lazima Mungu akusitiri uchi wako. Amina. Naam. Amina. Na ndio kitu ambao unaona tunapotuzungumzia haya mataifa, kitu ambacho wanataka ni waweze kupata ile utawala wa kwanza. Lakini tunapata kwamba haiwezekani. Njia ni kupitia kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Naam. Mwalimu, tunaona kwamba wengine wamesoma juu ya Nimrodi na kufikia hitimisho kwamba yeye ni shujaa mwenye cheo kikubwa, kama vile mashujaa washindi katika hekaya za kipagani. Lakini Biblia inamuelezea kama mtu hodari katika nchi na hodari kuinda wanyama mbele za Bwana. Sio sifa. Nimrodi ni mkuu wa sifa ama heshima yake mwenyewe, naye anasimama mbele za Bwana kwa maana ya kwamba anamdharau Mungu. Tunachoona katika maandiko haya ni kuenea kwa uasi dhidi ya Mungu, uasi ambao unakuwepo uasi ambao
utakao kuwepo mpaka hatimaye uasi wote utakapokomeshwa milele. Ndiposa tulisoma katika kifungu elekezi kwamba kuna ufalme ambao unakuja ambao utakomesha uasi. Amina. Nafikiri kulikuwa na swali hapo. Naam. Kuna swali ambalo lilikuwa limeulizwa. Naam. Siku ya hiyo Jumapili. Naam. Swali hapo chini. Kwa nini dhambi ya uasi dhidi ya Mungu ni ya nini? Ni ya hila. Ni ya hila kuliko tunavyoweza kutambua kwa urahisi. Hilo ni swali ambalo itabidi sisi wenyewe tuweze kujichunguza na kuweza kuona vile ambavyo tunaweza jizuia tuweze kuwa watu ambao hawataweza kuenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Ni nini hiyo ambayo inatufanya tunakuwa hivyo? Biblia inatuambia kwamba kwanza kulikuwa na huyu malaika ambaye alikuwa anaitwa Lucifer, ambaye tayari yeye alikuwa mwanzilishi wa nini? Wa dhambi. Na alipoanguka kutoka mbinguni akuja hapa ulimwenguni, akaendeleza ile udanganyifu ambao alianza wapi? Mbinguni. Na kwa hivyo unapata kwamba hata ingawa Mungu ana mipango yake, unaporudi katika wakati wa Edeni, Adamu alipoasi, nini alifanya? Alifurushwa. Badala ya kuenda kuomba msamaha, alianza kujitetea, akaenda akatafuta na kujishonea nini? Nguo ya matawi. Alafu hata Mungu alipokuja kumuuliza uko wapi, yeye badala ya kuomba msamaha, yeye anafanya nini? Anaanza kuambia Mungu, yule mwanamke uliyenipa. Naam. Kwa hivyo unapata kwamba sasa tayari ule uasi unaonekana pale. Unaanza kuona ile kupishana pale. Sasa tunapishana, Adamu akawa anapishana na nani? Na Mungu. Ya kwamba yule uliyenipa, makosa ni yako. Yule mwanamke uliyenipa. Mwanamke naye nani? Nyoka. Ikawa ndio hivyo. Kwa hivyo sisi tutawezaje kushinda kufanya uasi wa namna hii? Na tunapozidi kusoma neno la Mungu, nafikiri tutaweza kuendelea kuielewa tunapoingia kwenye lesoni hapo mbele. Mwalimu, vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Samueli wa kwanza, sura ni ya 15, aya ni ya 22, 23, inasema naye Samueli akasema, "Je, Bwana hazipendi sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu." 23, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Mwalimu, kwa hivyo tunaona dhambi ya uasi imeweza kushikamanishwa na kutomtii Mungu. Ni kwenda kinyume na Mungu. Na ni kwenda kinyume ukiwa unajua. Mwalimu, unajua kuna mahali unaweza sema labda hauko unajua, lakini unajua kweli fulani, lakini unaamua kwenda kinyume. Na mwalimu, unajua unaenda kinyume kujaribu kuonyesha kwamba kile ambacho umefanya kiko sahihi. Kiko sawa. Kwa hivyo yale ambayo umejaribu kuelezewa pale hautayasikia kwa sababu unajiona uko sahihi. Kumbuka wiki jana tulisema kwamba Mungu aliweza kutafuta taifa la Israeli, lilikuwa limepotea. Mwalimu, tunaona kuna mtoto ambaye alizaliwa wiki jana ambaye hata kitovu hakikukatwa, hata hakuoshwa na maji ya chumvi. Lakini Mungu anapomnadhifisha na kuwa meng'ara, anapomng'arisha, anapojiangalia sasa anaona ninametameta. Kumbe ninametameta. Badala ya kuakisi tabia ya Mungu ama kuamulikia wengine, anaamua kuchukua zile sifa za Mungu na kujiwekea mwenyewe, ambalo ndilo lilikuwa kosa la shetani, mwalimu, kama vile ambavyo tuliweza kuona. Kwa hivyo mwalimu, dhambi ya uasi mwalimu ni kama dhambi ya uchawi, mwalimu. Unajua mchawi hata ukimuua hawezi akakueleza kule ambako ameviweka vile vinyago vyake. Utapiga msumari
lakini anakufa, hawezi akazungumza. Mwalimu, sijui kama umeona pale ambapo wanajaribu pengine kuteketeza wachawi ama vitu kama hivyo. Mwalimu, wale watu hawawezi wakasema, hawasemi anakufa, ni heri nife. Kwa hivyo hawa ni watu ambao wameamua kufa, lakini wasisikie kile ambacho Mungu anasema. Kwa hivyo tunaona dhambi kama hii, mwalimu, ni dhambi ambayo kidogo sijui itakuwa vipi, kwa sababu tunaulizwa hapa, tunawezaje kujilinda dhidi ya tabia ama sifa hii ya kibinadamu? Ni swali ambalo utaweza kujiuliza pale nyumbani, uweze kujua, je, wewe ni mwasi? Mwalimu, mambo yanakuwa hivyo. Naam, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu, wito wa Ibrahimu. Mwalimu, mbona Mungu aende kumtoa Ibrahimu kule aliko? Kwani Mungu hangemtumia alikokuwa? Mbona aende akamtoe kule amwelekeze mahali ambako hakujua anakokwenda? Mwalimu, sijui kama unaweza ukatudadavulia mada hii ya wito wa Ibrahimu. Unajua swali hilo, naam, ni swali ambalo ni ngumu sana. Na naweza sema hivi, kuna sababu Mungu alimwambia Ibrahimu, ondoka uweze kuacha nani? Jamii yako pale, alafu uende katika nchi ambayo nitafanya nini? Nitakuagiza. Mungu alitaka kuweka Ibrahimu aweze kuwa tofauti na mataifa yote. Kwa hivyo Mungu akawa anataka kuanza upya, wacha niseme hivyo, anataka kuanza upya. Na kwa hivyo Mungu alipoambia Ibrahimu, ondoka, ya kwamba nitakufanya uweze kuwa nini? Uweze kuwa ni taifa teule, na kupitia kwako mataifa mengine yatafanya nini? Yataweza kubarikiwa. Kwa hivyo Mungu akaamua anaanza upya na Ibrahimu. Na mwalimu, kama vile ambavyo umesema, Ibrahimu alikuwa awakilishe ama taifa la Israeli lingetokana, mibaraka yake ingetokana na Ibrahimu. Ambao tunajua mwalimu, ukisoma katika vitabu vya Agano la Kale, tunaona kwamba Israeli kuna kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo na taifa hili. Na tunaweza kuona kwamba Israeli ilikuwa a type of Christ. Ilikuwa kivuli ambacho kilikuwa kinamuelekea Yesu Kristo. Sijui kama utatusomea Hosea 11:1, alafu nitasoma kutoka 4:22. Wewe tusomee Hosea 11:1. Tuweze kuona kivuli ambacho kinatimia kwa Yesu Kristo. Na mtatusomea Hosea. Nitasoma kitabu ni cha Kutoka 11:1, lakini wacha nisome Kutoka 4:22 ambayo inasema, nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Mwalimu, kumbuka Yesu anakuwa mwana wa Mungu, mzaliwa wa kwanza. Sijui kama utasoma Hosea 11:1. Fungu la kwanza anasema hivi, Israeli alipokuwa mtoto nalikuwa nikimpenda, nikamuita mwanangu atoke wapi? Misri. Mwalimu, mgogoro uliweza kumfanya Yesu aelekee Misri. Kulikuwa na tatizo ambalo lilifanya Yesu kuelekea wapi? Kuelekea Misri. Na tunajua Israeli ilienda Misri kutokana na tatizo fulani ambalo lilitokea. Kumbuka Yesu walitaka kuangamiza watoto chini ya umri wa miaka 2. Akaenda Misri. Kwa hivyo tunaona Mungu akimtoa mwanawe kutoka wapi? Misri. Mwalimu, wanapotoka Misri wanaelekea wapi? Wanapita bahari ya Shamu. Wanasema ni the Red Sea. Iliweza kupasuka. Kusoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 10:1 kushuka, mwalimu, tunaona kwamba ule ulikuwa ni ubatizo. Walipobatizwa Israeli wakaingia jangwani. Kwa takriban miaka mingapi? 40. Mwalimu, Yesu tunajua anabatizwa. Anapobatizwa anaenda jangwani ili kuweza kujaribiwa. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kivuli kikiweza kupata utimizwaji wake kwa Yesu Kristo. Mwalimu, kwa hivyo tunaona ulikuwa ni mpango kabambe wa Mungu kuweza kutuelezea vile ambavyo historia ya dunia ingeweza kufikia kupitia kwa taifa la
Israeli. Na mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Mwanzo sura ni ya 12 1 hadi 9. Tunaona Mungu anapokuita kutoka kwa kitu fulani hakuachi hivyo. Anakupatia kitu bora. Kwa hivyo anamwambia wewe waache jamii yako kuja kule ambako nitakuelekeza. Amina. Na anapowapeleka pale mwalimu, tunaona kuna mengi ambayo tu yanajiri. Mungu anajaribu kumfunza. Na tunajua Ibrahimu anakuwa baba wa imani. Baba wa imani. Kwa hivyo kutokana na kutii kwake. Kumbuka katika siku ambayo imepita tumekumbana na Nimrodi ambaye taifa lake lilianzishwa kutokana na uasi. Lakini Mungu anapata mtu ambaye anautii. Sijui kama utatusomea Kumbukumbu la Torati 4:5 hadi 9 tuweze kujua, je, Mungu alikusudia nini alipokuwa anaita taifa la Israeli? Je, alikuwa na mpango gani na taifa hili? Naam, Kumbukumbu la Torati 4:5 hadi 9. Soma 4:5 hadi 9 tuone. Okay. Yasema hivi: bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Angalieni, nimewafundisha amri na hukumu, vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakao zisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa maana lilo taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao, kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo. Fungu la 8. Mwalimu, kwa hivyo ukisoma 6, waliambiwa waweze kuzishika amri za Mungu. Mbona wazishike amri za Mungu mwalimu? 6 inajibu. Kwa sababu amri za Mungu zinakufanya uweze kuwa na taifa, uweze kuwa na tabia tofauti na tabia za wengine. Mwalimu 6 inasema, zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu. Mwalimu, kuzishika amri za Mungu ikawanishwa na hekima na akili zenu. Amina. Alafu ukizidi nasema vile kama Bwana Mungu wangu naam, akili zenu machoni pa mataifa watakao zisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Amina. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba Mungu alitaka taifa la Israeli liweze kumwakilisha yeye. Na hili lilikuwa liwezekane kwa wao kuzishika amri za Mungu, si kuzikiuka. Kumbuka tumesema kwamba mataifa yalianzishwa kwa ukiukaji wa amri za Mungu. Walijaribu kujenga taifa kutokana na uasi. Lakini hapa Mungu anawaambia waweze kutenda kuzishika amri zake ili waweze kuwa na hekima na watu wenye akili, mataifa yakiwaangalia waweze kuona Mungu. Lakini tunajua kile ambacho kilijiri. Mwalimu, sijui kama una jambo la kuongezea. Nafikiri umeeleza vizuri ya kwamba kushika amri za Mungu. Naam. Ikiwa sisi ni watu ambao tunafuata na kushika amri za Mungu, basi tunakuwa tofauti na wale ambao ni walimwengu. Na hilo ndio kitu ambacho tumeweza kujifunza hapa. Ndio sababu Mungu alimuita Abrahamu. Na vile alivyomuita Abrahamu, basi tayari kuna sababu. Na ndio kwa sababu tunaambiwa kwamba katika Biblia ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wakue tofauti. Hata walipoenda Kanaani, Mungu anajua kwamba watakuwa na wale majirani wao, lakini kupitia kwa tabia yao ndio wataweza kufanya nini? Wataweza kuwaonyesha wale Mungu ambaye aliye hai, waachane na miungu mingine. Kwa hivyo walipaswa kuwa nuru
nuru katika kwa taifa ambalo halikuwa linamjua Mungu. Mungu alikusudia kumtumia Ibrahimu kuanzisha taifa ambalo lingesimama tofauti na falme za wanadamu. Hakupaswa kuwa na mfalme mwingine isipokuwa Mungu mwenyewe. Mwalimu, kwa sababu unajua kuna watu ambao wanataka waweze kuwa na wafalme wao, ambao ukisoma mwalimu, ambayo itatupisha katika siku ya Jumanne, ambayo ni kupewa ulichoomba. Mwalimu, tunakumbana na Mungu hapa, ambaye baada ya kuwa wana wa Israeli wamemulilia na kumwambia, mwalimu, aliweza kuangalia mataifa jirani, wakawa wamevutiwa na mataifa haya, si kana kwamba yalikuwa bora kushinda wao, lakini waliweza kuvutiwa kwa sababu hawakuzishika zile amri za Mungu waweze kuwa ni watu wenye hekima na akili. Walipozipuuza, mwalimu, wakawa sasa wameushawishi wa dunia, ambao ukisoma katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza 2:15 inasema, usiipende dunia wala vyote vilivyo katika dunia hii, kwa sababu upendo wa Mungu hautakuwa ndani yako. Akawa wamevutiwa, wakasema tunataka mfalme. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Samueli wa kwanza 8:4 hadi 18, Mungu aliweza kuwaonya, akawaambia mkipata mfalme ni mtu ambaye atawakandamiza, lakini hawakusikia. Kumbuka tumeona katika siku ya Jumatatu kwamba kusudi la Mungu alitaka waweze kuwa taifa ambalo linamtegemea yeye, lisije likawa linamtegemea mwanadamu. Kumbuka tumesema mataifa haya mengine yalikuwa na wafalme. Mungu akawaambia wataweza kunyanyaswa, lakini hawakusikia, wakasema tupeni, tunataka mfalme. Mwalimu, sijui kama unaweza kutuambia ni kipi ambacho kinajiri baada ya kuwa wamepatiwa huyu mfalme. Je, mambo yaliwaendea sawa? Na ndio kitu ambacho Mungu alikuwa anajaribu kuzuia. Naam. Uliuliza swali katika hiyo sehemu ambayo tumemaliza, ya kwamba ni kwa nini Mungu alimwambia Ibrahimu, ondoka, wache jamii yako, uende mahali ambapo nitaku. Kwa sababu Mungu alitaka Abrahamu ajue ya kwamba yeye ndio Mungu, atamwezesha katika kila jambo. Nao wana wa Israeli pia Mungu akataka waweze kujua, Mungu ataka wana wa Israeli wajue kwamba ni yeye ndio Mungu wao na hakuna Mungu mwingine. Walipaswa kuwajibika kwa yeye mwenyewe, ambaye ni muumbaji. Na tena ndiye nani? Mfalme. Naam. Na ndio kwa sababu tunaambiwa kwamba Mungu hakutaka wana wa Israeli waweze kuwa na mfalme. Na ndio tukisoma hapo Mwalimu 8:18, Samueli wa kwanza inasema, nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia, Bwana asiwajibu siku ile. Walikuja wakamwambia Samueli ya kwamba tunaona wewe tayari siku zako zaenda zazidi kuisha. Naam. Watoto wako pia tunaona ni kama hawana mwelekeo mzuri, hawaeleweki. Hebu tupatie mfalme jinsi mataifa mengine yako na nani? Yako na wafalme. Naam. Basi Samueli hakufurahia jambo hilo, na akamwendea Mungu akamwambia, hawa watu wanataka mfalme, nifanyeje? Lakini Mungu akamwambia Samueli ya kwamba usiwe na hofu. Hawa watu si ati ya kwamba ni wewe ndio hawakutaki, ni mimi ndio wamefanya nini? Kwa kutokusikiza, wamenikataa. Kwa sababu wewe ndio sauti yangu. Wewe ndio sauti yako. Wamenikataa mimi. Kwa hivyo wanataka nini? Wanataka mfalme. Lakini unashangaa, wanataka mfalme na Mungu ndiye amekuwa mfalme. Mungu amekuwa anataka wawe na majeji, wawe na makuhani wa kuweza kuwa nini, lakini wanakuja kwake kama wanakuja mbele ya nani? Mfalme ambaye ni Mungu. Sasa
wao wanataka Mungu jinsi mataifa mengine yafanye nini? Vile mataifa mengine yako na wafalme. Kwa hivyo inakuwa kwamba hata ingawa Mungu alitaka wana wa Israeli wakuwe ni taifa teule, wawe na tabia tofauti, hao badala wawe ni mfano kwa mataifa mengine, sasa wanakuja wakatohoa ama wanataka kutohoa yale ambayo yako uko katika mataifa mengine ili waweze kuwa nayo. Kwa hivyo wakawa wanataka mfalme. Mwalimu, ni kinaya kwamba walipaswa kuwa nuru, lakini wakaenda wakaleta giza ili iweze kuwa nuru. Sijui kama mwalimu unanielewa. Kwa sababu walipaswa kumulikia wale wa mataifa, lakini sasa wao wamefungamana na wa mataifa na wamekitamani kile ambacho mataifa wanafanya. Wanatamani. Mwalimu, sijui kwa kimombo wanasema you cannot reach the world by converting to worldly standard. Mwalimu, sijui kama unalielewa. Nataka nirudie, you cannot reach the world by converting to worldly standard. Mwalimu, kwa hivyo unataka kuifikia dunia, kwa hivyo unaamua kwenda na vile ambavyo dunia inaishi ili uweze kuifikia dunia. Mwalimu, utamezwa. Dunia itakumeza. Kwa hivyo hauwezi ukaleta njia za dunia kujaribu, hauwezi ukajibadilisha na kuingia katika mfumo wa dunia ili kuihubiria dunia. Tunapaswa ku raise the standard. Walimwengu ndio wanafaa kuja juu. Hatupaswi kushusha viwango vyetu vya kimaadili. Tunapaswa kuwaendea, lakini kwa kimombo wanasema without compromising. Mwalimu, kwa hivyo tunaona hili lilikuwa ni jambo ambalo kidogo kulikuwa na mvutano. Kwa hivyo tunaona ni kana kwamba walikuwa na kwenda kinyume na matakwa ya Mungu. Mwalimu, unajua Swahili wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Sikio la kufa, mwalimu, alisikii dawa. Hawa hawakusikia. Wanasema walitia nta kwenye masikio yao. Wasisikie la muadhini wala mtekamaji msikitini. Mambo yakawa yamechacha pale, mwalimu. Mambo yalipochacha wakakiuka kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia. Mungu alitaka wawajibike kwa yeye. Lakini sasa wakaleta wafalme. Wafalme walipokuja, Mungu aliwapatia onyo kabla. Aliwapatia onyo kabla. Tunajua Mungu hafanyi kitu chochote kabla ya kuambia watu wake kupitia kwa manabii. Kwa hivyo Mungu anawaambia, anawapatia, anawatahadharisha. Mwalimu, licha ya kuwa wametahadharishwa, bado walikiuka. Bado hawakusikia. Wakasema tunataka tukue kama wale. Mwalimu, ni mara ngapi sisi kama Waadventista tumejaribu kuwa kama walimwengu? Tumeleta miziki aina ya kilimwengu. Tunataka pia sisi tuwe tunakatika kidogo, mwalimu. Walimwengu wana katika. Pia na sisi tunaona, mwalimu, wanasema Gen Z. Wanasema hata sisi sasa kuna mfumo wetu ambao tunataka tuanzishe. Kwa hivyo tunakiuka kile ambacho mifumo ambayo imekuepo na kuja ni kana kwamba tunawasha mioto yetu wenyewe. Mwalimu, unajua Adabu na Nabihu walijaribu kuwasha mioto yao. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha mambo ya Walawi. Mwalimu, ukisoma katika mambo ya Walawi, nataka niweke into context katika muktadha. Ukisoma katika kitabu ni cha mambo ya Walawi 11 kushuka, inasema na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuwaagiza. Mwalimu, kwa hivyo tumekuja na cheche zetu za mioto ya kigeni. Tumekuja na cheche zetu ya mioto ya kigeni mbele za Mungu, na tunaambia Mungu sasa ndio hii, lakini Mungu hajaagiza hiyo. Wana wa Israeli pia walijaribu kuleta cheche zao za mioto ya kigeni, na tunajua kilicho wakumba. Mwalimu, kwa hivyo na sisi hii ni tahadhari ambayo tumepatiwa. Kuna watu ambao wanaanzisha, mwalimu, uasi. Na unajua kuna kitu mbaya, mwalimu, kama
nilikuwa nazungumza na rafiki yangu akaniambia, unajua kuna wale waanzilishi wale ambao pengine wanajaribu kuambia labda mziki unapaswa kuchezwa hivi lakini wanazidi kupinga. Wanasema hii ni mfumo mpya. Lakini mwalimu, unajua wale ni waanzishi. Na tuliweza kuona Nimrodi alikuwa ni mwanzishi wa uasi, mwalimu. Kwa hivyo tunaweza kuwa tunarudia makosa ya yale ambao yalifanyika zamani, ambao mababu zetu walifanya. Lakini mwalimu, tumepatiwa Biblia ili iweze kutuambia cha kufanya. Tusije tukarudia makosa ambayo walifanya. Kwa hivyo uamuzi ni wetu, mwalimu. Unajua kuna wakati tunasema vijana wanapenda nini? Wanapenda angalau kwenda kucheza kidogo. Kwa nini na sisi tusiweze kukubali ya kwamba kwenye kanisa kuwe na hiyo densi hivi, kwa ndio vijana wavutwe wakuje kwa Kristo. Vitu kama hivyo nafikiri ndio unazungumzia. Na hivi ndio kwa sababu naona makanisa mengi sasa yanaanza kuruhusu vitu kama hivi, ndio wavutie nini? Wavutie vijana wakuje wa kanisani. Lakini tunaambiwa kwamba jinsi ambavyo umesema ya kwamba utawezaje kutumia vipimo vya kidunia na unataka uweze kuwafikia. Utakuwa unawaambia nini? Ikiwa yale ambayo yako dunia huko kwenye nje ndio wanapata kanisani. Basi sasa hakuna tofauti. Tumeitwa kufanya kazi gani? Mwalimu, kwa hivyo tunaona Mungu anatuita ili tuweze kuwa watu tofauti. Mtu anapaswa tu kuangalia historia ya Israeli baada ya kuamua kuwa na wafalme ili kuona jinsi mambo yalivyowaendea vibaya chini ya wafalme hawa. Ingawa wafalme fulani walikuwa bora kuliko wengine, hata wale wema kwa mabano walifanya makosa. Mwalimu, fikiria Daudi na Bathsheba. Sijui kama unapata hiyo taswira. Naam, katika visa vingi taifa hilo liliishi chini ya utawala wa wafalme mmoja baada ya mwingine ambao walifanya maovu machoni pa Bwana. Ukisoma mwalimu katika vile vitabu unapata huyu akatoka akafanya uovu, mwingine akaingia akafanya uovu. Kwa hivyo ulikuwa ni kana kwamba ni muendelezo. Wakati huo au hata leo serikali zote za wanadamu zinafanana kwa jambo moja. Wenye dhambi wanatawala wenye dhambi wengine. Ni nini kinawezekana kisiende sawa? Mwalimu, mambo ni mengi. Kumbuka wiki jana tuliweza kusema ndoa kati ya kanisa na Kristo. Kristo ndiye ambaye amekamilika. Kwa hivyo Kristo anatukamilisha sisi. Kwa hivyo lazima tuweze kumkubali Kristo ili aweze kutukamilisha. Tuweze kukua na ustahili wa haki ya Yesu Kristo. Ndiposa tuweze kuwa sawa machoni pake. Mwalimu, kupewa ulichoomba. Ukiomba utapewa. Ukipewa mwalimu, sijui. Lakini kwanza unajua Mungu, unajua uzuri wa Mungu ni kwamba unapoomba kitu atakupa. Lakini kwanza atakutahadharisha. Asante. Atakutahadharisha kwanza kuambia kwamba hiki kitu ambacho unachokitaka ubaya wake ni hivi na hivi na hivi. Akawaambia kwamba huyu mfalme ataweza kuwagandamiza, atafanya hivi na hivi. Mwalimu, baada ya kuwa tumeliangalia hili linatupisha siku ya Jumatano ambayo ni watawala wa mataifa. Mwalimu, watawala wa mataifa. Kushughulika kwa Mungu na Israeli kunatoa uelewa mkubwa katika kushughulika kwake na kanisa la Agano Jipya. Kwa kweli, kwa njia nyingi taifa la Israeli lilitumikia kutangulia kuonesha makosa ya kanisa. Mbali na kuwa na uwezo wa kudai aina yoyote ya ukuu wa Israeli ya kale, Wakristo wamekuwa na bado wanaweza kuathirika kirahisi sana wa majaribu yale. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo 20:25 hadi 38. Kuna tofauti gani kati ya ufalme wa Mungu pengine na ufalme wa mataifa ama ufalme wa dunia hii? Ukizingatia Mathayo 20:25 hadi 28.
Mathayo 20 tuweze kuifungua. Mathayo 20 fungu la 25. Nini ambayo kilikuwa tunatendeka? Mwalimu, pale tunakumbana na wana wa Zebedayo ambao mama yao anajaribu kusema mmoja awe katika upande wa kuume, mwingine upande wa mkono wa kushoto katika ufalme wa Mungu. Lakini baada ya kuona kwamba kuna mgogoro ambao unatokea, Yesu anapowaita kando, anajaribu kuwaelezea kwamba wao wanapaswa kuwa ni watumishi kwa wale ambao wanapaswa kuwa watumishi kwa watu. Kwa hivyo mwalimu, nitakusomea 25 ambayo inasema, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa hutawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Naam. Sijui niweze kueleza vipi. Nafikiri kwanza tunapata ya kwamba mama ya hawa vijana wawili anakuja kwa Yesu. Naam. Na anamwambia Yesu, sijui huyo mama pia alikuwa mjasiri kweli, vijana wote 12 wamekaa pale, lakini yeye anakuja na watoto wake, anasema si uchukue mtoto wangu mmoja akue mkono. Mwalimu 21 inasema hivi, akamwambia wataka nini? Sasa ni Yesu anauliza, akamwambia agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Agiza. Naam. Agiza. Kwa sababu tayari walikuwa na wazo ya kwamba Yesu ndio anataka kuanzisha nini? Ufalme mwingine upya. Wanajua kwamba huyu atakuwa mfalme wa huu ulimwengu, ya kwamba waweze kutoa Warumi, basi waanze kuwa ufalme wao wana wa Israeli wakwe na mfalme wao utawala. Na kwa hivyo akaona kwamba wacha nimuzungumzie Yesu aagize. Mwalimu ni kama alikuwa anasema akue mmoja akue prime minister, mwingine akue vice president. Lakini nafikiri kuna kuelewa ambayo bado hakuwa anaelewa. Huyu mama hakuwa anaelewa. Na Yesu alikuwa anasema kwamba yeye hakukuja hapa kutengeneza ufalme wa hapa nini? Duniani. Hapa duniani. Kwa hivyo kuna kitu akamwambia huyu mama ya kwamba hujui unachokiuliza. Wanaweza kukinywea kikombe changu. Waweza kukinywea kikombe changu. Wakajibu aje? Tunaweza. Mwalimu, kumbuka Yesu alikuwa anakwenda msalabani. Lakini anapofika msalabani tunajua walitawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Kila mtu alitoroka mwalimu. Kwa hivyo kile kikombe hawangeweza kukinywea. Hata ingawa walisema ya kwamba wanaweza. Lakini kwa mtazamo wao waliona tutaweza, sisi tunataka mamlaka, tunataka madaraka hayo. Ndiposa Yesu anajaribu kurekebisha ule mtazamo wao ambao ukisoma 25 na 26 inasema 20, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua kuwa wakuu wa mataifa hutawala kwa nguvu. Na wakubwa wao huwatumikisha. Mwalimu, sasa tofauti nataka kujidhihirisha hapa. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Mwalimu, tunapaswa kuwa watumishi. Na hilo ndilo jambo ambalo wengi hatujalijua. Tunataka tupewe madaraka ili kuwanyanyasa wengine. Tunataka tupewe madaraka ili kujilimbikizia mali. Tunataka tupewe madaraka ili kujionyesha sisi tuweze kuwa na kiburi fulani. Mwalimu, lakini iwapo wewe ni mtu wa madaraka, iwapo umepewa cheo, mwalimu, unapaswa kuwa mtumishi kwa wale ambao wamekupatia kile cheo. Amina. Mwalimu, kizungumkuti pale. Ni kizungumkuti. Yesu anaposema ya kwamba kwanza nafikiri Yesu alikuwa anajaribu kuwaeleza. Naam. Aliwaeleza kwa kando. Naambiwa kwamba Biblia inasema kwamba aliwaeleza kwa kando. Na ukiangalia kabisa, nafikiri tumeweza kusoma katika kitabu cha Samueli. Naam. Tumesoma hiyo sehemu ambayo imepita ya kwamba viongozi hawa wa Israeli walikuja kwa Samueli wakamwambia,
hebu tupatie mfalme tuweze kuwa kama mataifa mengine. Tunaona mama ya hawa vijana wawili wana wa Zebedi pia anakuja yuko na mtazamo kama wale pia madaraka. Naam. Wanafikiria madaraka ya kwamba mtoto wangu akue wewe na akue wewe, lakini Yesu anawaambia hamjui mnachokitaka. Unajua tunapozungumzia wale sijui Biblia inasemaje? Hebu tusome tena. Nafikiri hiyo ilikuwa ni Mathayo 20 fungu la 25 ilikuwa inasema kuna 25 inasema, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua kuwa wakuu wa mataifa hutawala kwa nguvu. Wakuu wa mataifa hutawala kwa nini? Kwa nguvu. Na wakubwa wao huwatumikisha. Wanawatumikisha. Hiyo ndio ufalme ambao mnataka? Yesu akawaambia mnapaswa kuwa watumishi. Mnapaswa kuwa watumishi. Mwalimu, unajua ukiangalia katika historia ya ulimwengu huu, kuna wakati ambapo Constantine, iwapo utasoma historia vizuri, ambaye mwalimu, kanisa walitaka kuleta kanisa pamoja na siasa pamoja. Walitaka kumfanya mfalme ili aweze kuwa ni kana kwamba anazungumza kwa kanisa na vile vile anazungumza kwa taifa. Mwalimu, tunaona walikuwa wanarudia kosa ambalo lilifanywa hapo mbeleni, ambapo tunaona mwalimu, wafalme taifa la Israeli walitaka waweze kuwa na mfalme. Kumbuka Israeli ilikuwa ikiwakilisha wale ambao ni wateule wa Mungu. Kwa hivyo tunaona kanisa na serikali zinakuja pamoja. Mwalimu, na hivi viwili havipatani. Serikali na kanisa. Mwalimu, kijana tulisema kwamba kanisa liliposhindwa kumuua Yesu, lilitumia taifa. Tunajua vile taifa linazungumza ni kupitia kwa sheria. Kwa hivyo kuna sheria zingine ambazo zinaletwa ambazo ni za kukandamiza. Lakini tunaona kwamba zimechochewa na mshikamano kati ya kanisa na serikali. Kanisa inaposhindwa kuua, basi wanatumia serikali. Kwa hivyo wanaanza kuzungumza kama mnyama, kama joka. Na mwalimu, kwa hivyo ni kwa historia pia tunakutana na hili. Na mwalimu, ndiposa tunakuja kuona kwamba vuguvugu hili ambalo ukisoma Konstantino alipoingia madarakani na kudai kuwa Mkristo, waumini walipata nafuu. Mateso yalikomeshwa. Hilo kwa lenyewe lilikuwa baraka, lakini ikatokea kwa kanisa kwamba wangeweza kutumia mamlaka ya mfalme kwa manufaa yao wenyewe. Mwalimu, sijui kama hilo unaliona kwa sasa hapa Marekani, ambapo tunaona kwamba ukiangalia utawala ambao uko kwa uongozi hivi sasa, tunaona kuna mshikamano kati ya kanisa na serikali. Mwalimu, kumbuka tuliweza kulizungumzia swala la Project 2025 ambapo tunaona kuna vitu ambavyo milima 7 ambayo iliweza kuwekwa pale ili kuweza kusaidia utawala huu kuongoza, ambao katika milima hii 7 wanasema yule ambaye yuko kileleni ndiye anakuwa na utawala. Mwalimu, unajua ukiwa kileleni ambao tunajua kuna dini, kuna entertainment, kuna finance na kuna vitu kama hivyo, religion ambayo ni Sabbath. Yule ambaye anakuwa kileleni ndiye anakuwa na influence, anakuwa na ushawishi. Kwa hivyo wakiwa wameweka watu wao kwenye vilele vya milima hii, wao ndio wako na ushawishi. Mwalimu, kwa hivyo tunaona mambo haya yakijidhihirisha machoni mwetu. Tunayaangalia hivi mwalimu, tunayaona. Kwa hivyo mwalimu, muyaonapo haya yote, tambua kwamba Yesu yu karibu mwalimu. Unajua matawi vile ambavyo mwalimu anasema ukiona miti imeanza kuangusha matawi jua msimu unabadilika. Ukiona pia miti imeanza kuleta matawi, unajua pia kuna msimu ambao unakuja. Kwa hivyo ni sisi wa Kristo tuweze kujua tuko katika msimu gani. Mwalimu, kwa hivyo politics they are not allowed in the pulpit. Lakini umeona kwamba siku hizi mwalimu, pulpit zetu ama madhabahu yanatumika katika kujipiga kifua. Wanasiasa wanatumia pale na wanalimana mwalimu, wanachafua mahali ambapo
tiwa wakfu. Mwalimu, hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Ni makosa. Na mwalimu, tunajua tumesema kwamba kuna wale ambao wanaruhusu, wale ambao wanaleta uasi. Tumejua kuna wale ambao wanaleta cheche, mioto ya kigeni. Mwalimu, jambo la kutafakari. Basi ndio kwa sababu katika lesoni hii tunazungumzia viongozi wa mataifa. Naam, watawala wa mataifa. Watawala wa mataifa. Naam. Tunajaribu kuleta hiyo utawala wa kimataifa ndani ya nini? Ya kanisa. Ndani ya kanisa la Mungu. Mwalimu, siku ya Alhamisi ni nuru kwa wa mataifa. Mwalimu, pengine sijui utudokezee nuru ni nini na nuru kazi yake ni gani? Kazi ya nuru. Naam. Biblia inatuambia kwamba ninyi ni nuru. Nafikiri Yesu alisema hiyo katika kitabu cha Mathayo 5. Naam. Fungu la 14. Umesema Mathayo 5. Mathayo 5 fungu la 14. Mathayo 5:14 inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Na ndio kwa sababu hata ulipouliza ni kwa nini Mungu alimtoa Ibrahimu awache jamii yake aende sehemu, alitaka Ibrahimu akuwe ni nuru ya nini? Ya ulimwengu, ili mataifa yote yaweze kumwona Ibrahimu, na wanapomwona Ibrahimu waweze kumwona nani? Kristo. Waweze kumwona Kristo. Na ndio sasa tunaambiwa kwamba, na nafikiri tumeizungumzia tayari, ya kwamba tunapokuwa tumeitwa na Mungu, ametuita kutoka katika giza. Naam. Na tumekuja katika nuru ambayo ni nuru yake. Naam. Kwa hivyo inatupasa ya kwamba nasi tuweze kuangazia ile nuru ambayo aliyotupa, tuweze kuiangaza dunia yote iweze fanya nini? Iweze kumjua. Na tutaweza ni nini hii ambayo tunaita ambayo ni nuru? Ni nuru gani hii ambayo itabidi ya kwamba dunia ama ulimwengu uweze kuiona? Mwalimu, nuru kwa wa mataifa. Mwalimu, kule ambako unaishi, je, unadhihirisha nuru ya Kristo? Mwalimu, unajua tumekuwa tukizungumzia practical godliness. Mwalimu, unajua tunaweza kuwa tukisema nuru kwa wa mataifa. Je, nyumbani pale ulipo, je, unaakisi tabia ya Mungu? Je, wale ambao wanaishi karibu na wewe wanaweza kumwona huyu Mungu ambaye unamtangaza? Ni swali ambalo tunaweza kujiuliza. Kwa hivyo kumbuka kwamba tumeweza kuwekwa tuweze kuwa nuru. Tuweze kumulikia ulimwengu ambao uko gizani. Na iwapo hatutafanya hivi, damu ya hawa ambao wanaangamia itawekwa juu yetu. Ukisoma katika kitabu ni cha Ezekieli 33 kushuka. Mwalimu, kwa hivyo nituwajibike. Nituwajibike. Naam. Lakini kuna kitu kingine ambacho ningependa kuongeza. Naam. Ya kwamba tunapozungumzia juu ya nuru, kwanza ni tabia yako. Naam. Tunaposema ya kwamba uweze kuwa mwenye huruma ama uweze kuwa mwenye upendo, ni tabia tunayozungumzia. Mwalimu, unanikumbusha kitu kwamba hawezi patiana kitu ambacho hauna. Hawezi angazia wengine iwapo hauna nuru. Nakumbuka nuru ni Yesu Kristo. Mwalimu, kwa hivyo unanikumbusha kwamba ili tuweze kuangazia wengine, lazima sisi wenyewe tuweze kuwa tuna uhusiano na huyu Yesu. Na huyu Yesu, amina. Mwalimu, isipokuwa hivyo tutakuwa tunamtangaza Yesu mwingine. Tutakuwa tunamhubiri ndio Yesu wa Biblia, lakini watu wakitutazama wanaona maisha yetu yanakaa na yule Yesu ambaye tunamtangaza. Hivyo basi itafanya kwamba watu wanatoweka, wanamwacha nani? Wanamwacha Mungu. Kitu kingine ambacho ningependa kuongezea ni kwamba watu wanaposoma tabia yako, Biblia inatuambia kwamba tabia yenu ndio iwe ni barua ya kuweza watu waweze kumwona Mungu kutupitia sisi. Wanapotusoma wanajua kwamba kweli hawa ni Wakristo, kweli hawa wanamjua Mungu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, tunapata katika kitabu cha nini? Kitabu cha Ufunuo 18. Kitabu cha 18, Ufunuo 18, ambayo inatuambia kwamba tunapaswa kuondoka na kuweza kuwatahadhari watu walimwengu ya kwamba Babiloni imefanya nini?
inaanguka. Mwalimu 18:1 inasema baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu. Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Amina. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Alafu ine nasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Mwalimu, tulikutana wapi na Babeli? Babeli tulikutana nao Nimrodi kuanzisha uasi. Alafu mwalimu, tulikutana na mataifa ambao tumepata hapa kuna wafalme ambao wamekunywa mvinyo. Wamenyweshwa mvinyo mwalimu. Amina. Kwa hivyo tunaona mwalimu kwamba inatupeleka moja kwa moja kutoka kitabu cha Mwanzo. Ambapo tunajua kuna taifa ambalo lilianzishwa, Babeli lijengwa kwa uasi. Kwa hivyo Babeli hii ambayo ilianzishwa kwa uasi, ambao tunajua ile ulikuwa ni mji halisi. Tunapofika katika kitabu ni cha Ufunuo. Mwalimu, tunajua ile Babeli iliweza kuangamizwa. Kwa hivyo saizi tunazungumzia Babeli ya kiroho. Kwa hivyo Mungu anatuita tuweze kutoka katika uchafu. Katika machafuko, tusije tukajitia unajisi. Amina. Ili tuweze kunusuru roho zetu. Amina. Lakini mwalimu, imetupeleka wapi? Imetupeleka kwenye mianzo. Mianzo tumekutana vile ambavyo imeanza. Amina. Na mwalimu, sijui kama una jambo la kuongezea. Na kumalizia ni kwamba ndio tunapeleka hii nuru na kuweza kuwatahadharisha, lakini nasi pia tuweze fanya nini? Tuweze kuwa tumebadilika. Mwalimu, isiwe ya kwamba tunaambia watu ondokeni katika Babeli, lakini sisi wenyewe tunaishi katika maisha hiyo ya kibabeli. Kwa hivyo itakuwa ni kuna wakati inanikumbusha wakati fulani, kuna jamaa nafikiri ilikuwa watu wanatoka kazini wakati wa saa kumi hapo, alafu sasa kukawa kuna ndege fulani ambayo ni kama ilikuwa inaanguka. Sasa inakuja inawaya inakuja hivi. Sasa huyu jamaa anasema ondokeni, watu wanakimbia. Cha ajabu ni kwamba hii ndege ilipoanguka, yeye ndio ilifanya nini? Ilimtandika na akakufa. Sasa ukiangalia hayo unasema huyu ambaye alikuwa na tahadhari wengine tu ondokeni, na yeye je, si hata yeye pia angekuwa amekimbia? Kwa hivyo isiwe ndio kitu ambacho nasi pia kitakufanyikia sisi kama wale ambao wanaosoma kitabu. Mwalimu, unajua kuna wengi ambao tunaita watu watoke kwenye Babeli, na sisi wenyewe tunaishi maisha ya kibabeli. Mwalimu, hilo ni tafakari la wiki. Unapoita watu kutoka Babeli, je, maisha yako yanaakisi tabia ya kibabeli ama yanaakisi tabia ya Israeli ya kiroho? Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi. Asante. Wacha tuombe. Tunakushukuru Baba yetu waishie mahali pa juu kwa kutuongoza katika lesoni hii. Baba, macho yetu yanazidi kuona, unazidi kutuangazia mengi ambayo hatukuwa tunajua. Na tunaomba ya kwamba hata wale ambao wanaosikiza haya ambayo tunayojadilia, ya kwamba nao wataweza kukuona wewe. Isiwe ya kwamba wanatuona sisi, bali ni wewe ndio uwezi kutukuzwa. Naomba ya kwamba hebu uwezi kutubarikia pamoja na jamii, pamoja na kila mmoja ambao wanao chukua nafasi ya kuweza kusikiza neno lako na kuweza kulisoma. Jina lako liweze kutukuzwa, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.